katika haya tunayoyaomba na tunayoyalenga. Kheri atuletee na shari atuondoshee. Inshallah tunaingia katika mada yetu tuliyoandaa leo ni utukufu wa mji wa Madina. Utukufu wa mji wa Madina. Inshallah Nasib atusomeshe. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi an'ama alayna bi ni'mati al-iman wal islam wa hadana li sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ndugu mahujaji, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kwa mara nyingine tunakutana tena katika muendelezo wa kuthamini na kusoma ibada yetu takatifu ya hija, kwani ni jambo muhimu sana kwetu. Anaenda mtu hija lazima awe anaelewa anakwenda kufanya nini, anajua utukufu wa maeneo, anajua heshima na fadhila za maeneo tofauti. Kwa hiyo anakuwa anafanya kitu kwa kujua anafanya kitu gani, sio anafanya kitu kwamba kama mtu anayeburutwa tu basi. Lakini ni vyema mtu akawa na taaluma ya kujua kile ambacho anachokifanya ni muhimu sana. Na sisi mara nyingi, hasa wale wanaohudhuria semina kwa ujumla vizuri, basi mara nyingi wanakuwa hawataabiki kule Maka katika zile ibada, pengine kuwa mgeni wa jambo. Lakini si hilo, unaingia kule hata ile imani yako imekaa vizuri katika kulivaa na kuitekeleza ile ibada yenyewe ya haji, na hivyo ndivyo inavyotakiwa kufanya kitu hali ya kuwa unajua. Leo alhamdulillah, semina yetu ya leo tutakuwa tunazungumzia utukufu wa Madina, yani fadhlu al-Madinatil Munawwara, utukufu wa mji mtakatifu wa Madina. Na kama mnavyojua, semina yetu iliyopita tulizungumzia utukufu wa mji wa Maka. Tuligusa baadhi ya mambo ambayo yanamfanya mtu ajue kwamba Maka ina utukufu wa aina gani. Na kama hamjesahau, unapotaka kutaja utukufu wa Maka lazima utaje kwanza, lazima uhitaje Al-Kaaba. Lazima uizungumze Al-Kaaba, ndipo utauchambua vizuri utukufu wa mji wa Maka, kwa sababu bila Al-Kaaba, yani Al-Kaaba ndo asili na msingi wa vingine vyote vimezaliwa kutokana na Al-Kaaba. Kwa hiyo kama ambavyo tuligusa kuitaja Al-Kaaba katika kuzungumza utukufu wa mji wa Maka, tunapohamia Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa mambo tutayagusa makubwa ni kumzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni sasa na kusema kuna mada moja tulizungumza Jumamosi ya 3 huko nyuma, utukufu wa Mtume. Yani dondoo zile za kumzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaingia katika dondoo za kuzungumza utukufu wa mji wa Madina. Manake kipi kilichofanya mji wa Madina uwe mtukufu? Jambo gani lilofanya mji wa Madina uwe mtukufu? Kama vile ambavyo Maka kilichofanya mji wa Maka uwe mtukufu, mbali ya mambo yote makubwa, lakini lazima uizungumze Al-Kaaba tu al-musharrafa. Al-Kaaba tukufu lazima uizungumze. Leo kwa kuwa tunaelekea tuko Madina, tutamgusa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu mahujaji, Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'an, baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar,
wama kana lahumul khiyara subhanallahi amma yushrikun. Suratul Qasas aya ya 68. Allah anasema kwamba na Mola wako anaumba na kuchagua anachokitaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaumba na kuchagua anachokitaka. Warabuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mungu anaumba anachokitaka na anakichagua anachokitaka. Mungu anaumba anayemtaka afundishwe na anamchagua anayemtaka. Wama kana lahumul khiyaratu, na wao viumbe hawana khiari katika maamuzi na uteuzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mwenye khiari kwamba unataka kutuchagulia mji mtukufu wa Madina iwe ni mji mtukufu. Hatutaki, tunataka uwe Palestina. Au unataka kutuchagulia Mtume Muhammad awe mtukufu mbora wa viumbe vyote, tunataka awe mtume fulani. Wama kana lahumul khiyaratu, hatuna khiari sisi viumbe. Sisi viumbe hatuna khiari katika kuumba Allah anachokitaka na kumchagua Allah anayemtaka. Sisi hatuna khiari. Subhanaka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametakasika, amma yushrikun, kuepukana na haya wanayomshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, ukiangalia hii aya utaona kwamba inatupeleka moja kwa moja kwenye mazungumzo yetu kwamba Allah anapotaka kuumba kile anachokitaka hukiumba, na Allah anapochagua kumtukuza mtu, kupatukuza sehemu, kupapa heshima mahala, kupapa utukufu, kumpa utukufu mtu au kuipa heshima sehemu, anachagua, anafanya anavyotaka yeye mwenyewe. Na kwa sababu anachokifanya anafanya kwa hekima zake. Tunafanya hiki kiwe kitukufu kwa sababu hiki, kwa sababu hii, na tunafanya hiki kiwe chini kwa sababu hii. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya mtaka. Kwa mnasaba wa aya hii utaona kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alichagua Mtume Muhammad SAW kazaliwa Maka, lakini akachagua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake aondoke Maka baada ya kuishi miaka 10 na ngapi ameishi? 13, 12 sana. Miaka 12 sana, miaka 13 Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi Maka. Allah akamwambia sasa ahamie wapi? Ahamie Madina. Kwa hekima yake ahamie kule kunaenda kuanzishwa na kuasisiwa dola ya Kiislamu, na Uislamu unaimarishwa. Alafu watu watarudi tena Maka kuja kufanya fathu Maka, kuja kuikomboa Maka, kuingia katika mikono na dola ya Kiislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrishwa ahamie wapi? Ahamie Madina, katika mji mtukufu wa Madina. Mnajua mji wa Madina una majina mengi, lakini miongoni mwa jina lake la asili unaitwa Yathriba. Yathriba, nimesahau maana yake, lakini sio jina zuri kwa wakati wao. Neno Yathriba, yani hili ndio jina lilokuwa likiitwa mji wa Kiza. Sheikh Juma ananikumbusha hapa, mashaallah, barakallahu fik, yule kwamba ni mji wa Kiza. Yathriba ziko maana nyingi, lakini miongoni mwa hizo sasa, Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajenda ule mji ulikuwa unaitwa Yathriba. Hata alipopita Miraji akaambiwa asali hapa kuna ndege wengi, mitende na kadhalika, aliuliza akaambia huu mji ni Yathriba, lakini baadaye wewe utakuja kupewa amri na Mola wako uje uhamie hapa katika mji huu wa Yathriba. Sawa, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna hadithi anasema hiya Madina man qala bil madinati Yathriba, atakayeuita mji wa Madina Yathriba, falyastaghfirillah 3 marat, na aseme astaghfirullah mara 3. Innaha madinatun tayyibatun, huo ni mji mzuri unaitwa Madinatun Tayyiba. Yani hadithi inakupa jina mji wa Madina, miongoni mwa majina yake unaitwa Madinatun Tayyiba, mji uliokuwa mzuri, kama tunavyoita Madinatul Munawwara. Sawa, mji
mji wenye kung'ara unang'ara. Nani alioung'arisha? Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kuingia kwake pale ule mji ukawa unang'ara. Una majina mengi, Madina unaitwa Madina Taiba, unaitwa Madinatul Munawwara, unaitwa Darul Hijra. Na hii ndio nukta ya kwanza naianza. Darul Hijra, nyumba iliyohamiwa. Darul Hijra, nyumba iliyohamiwa. Mtume katoka Maka kahamia wapi? Kahamia Madina. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumpa amri ya kuhamia Madina, kwa mengi mabaya yaliyotokea Maka pale, katika kumbeza Mtume, kumdharau, wamemwita mchawi, kuhani, Mtume amemwita mshairi, mtu wa ndoto tu analala akiamka na ndoto alichakachanganyikiwa, eti anatuambia aya. Umempa majina mengi mabaya katika kumbeza na kumfifiza Mtume swalla salama kwamba asije juu na dawa yake. Allah akamwamrisha ahamie wapi? Ahamie Madinatul Munawwara. Sasa nukta ya mwanzo tunayotaka kuisema hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anahamia Madina. Kwa hiyo nukta ya kwanza inayofanya mji mtukufu wa Madina uwe mtukufu, sawa, ni swala zima la kuhamia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji huu. Huu ni mji unaitwa Anaha daru hijratihi wa ashabihi. Anaha daru hijratihi wa ashabihi. Mji wa Madina ndiyo nyumba yake aliyohamia Mtume swalla salama, yeye na nani? Na maswahaba zake. Tumefahamiana eh? Sasa utaona kwamba kwa kuwa Mtume ameamrishwa ahamie Madina, na tunaujua utukufu wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule kuambiwa akahamie katika ule mji wa Madina, basi ule mji wa Madina umekuwa unaitwa Madinatul Munawwara, mji unaong'ara kabisa, mweupe, una nuru, na mafanikio makubwa kwa viumbe na binadamu katika ardhi ile. Kwa hiyo la kwanza ni kuhamia kwake Mtume swalla sallam, kwa sababu anapohamia Mtume panabadilika. Mfano, hebu angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochukuliwa na mama Halima Saadia. Tunakumbuka zile hatua za Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kunyonyeshwa na mama yake Thaibatul Islamia, alafu akaja Halima Saadia. Alipohamia kwa mama kwa Bani Saadi, ndio anakokaa mama Halima ukoo wa Bani Saadi, aliko mama Halima Saadia. Mtume alipopelekwa kule kulikuwa kuna ukame. Mji wao, kijiji chao kilikuwa kina ukame mkubwa, hakuna majani, mbuzi wanakula udongo, yale majani makavu hayapo, mvua hakuna, mbuzi wote wanaonekana, unahesabu mbavu zao, hawana hali, wamekonda, wanyonge kabisa, wako katika idhilali, wanyama wako hali hiyo. Alipohamia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kijiji hiki cha Bani Saadi, Mwenyezi Mungu akaleta mvua nyingi, halafu watu wakalima vyakula, mazao, wakapata vyakula vingi, mbuzi wakaanza kuingia hali, wakanenepa. Sasa ikawa wale ndugu zake wa kunyonya pamoja, ndugu zake watoto wa Bi Halima Saadia, wanapotoka kwenda kuchunga wale wanyama, wakirudi nao wale wanyama wana hali nyingine. Kule machungani wakirudi, maziwa ya zile chuchu zao zinatoa maziwa, yaani walivyoingia hali, maziwa yao yamejaza, wako hali nzuri, yanachirizika maziwa wakati hayajakamwa. Wakati walikuwa wako ndefu, hawana chochote, chakula hawana kitu chochote. Sasa hali imebadilika kwa kuhamia nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mji umenawiri, watu wamepata riziki zao vizuri, hali imekuwa nzuri, mafanikio, watu wanaishi kwa amani kwa kuwepo Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume anatoka wapi? Anatoka Maka, anahamia wapi? Madina. Kwa hiyo kule anapohamia mji unafanya unanawiri, unakuwa vizuri. Kwa hiyo tunapata jambo la kwanza, Mtume anapokaa popote, sawa, pale panakuwa pana nini?
pana neema. Huyu ni mpenzi wa Allah kuliko viumbe vyote unavyovijua na usivyovijua. Mbora viumbe ni nani? Rasulullah sallallahu alaihi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndio mbora wa viumbe vyote. Kwa anapokaa panakuja nuru, pana nawiri kila anapokaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna aya inasema wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuwaadhibu watu wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wewe ukiwa pamoja nao. Na Mungu hawezi kuwaadhibu watu wako na wao wakiwa wanaleta istighfari, yani wanamuomba msamaha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamiana? Haya maneno ukiyazingatia utaona kwamba kumbe kuwa na mtume ni salama ya mambo mengi. Mungu haleti adhabu kwa sababu watu wako na nani? Wako na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Adhabu. Na hii aya imekuja kwa sababu gani? Abu Jahli, kama Qur'ani ilivyoripoti, alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba in kana hadha huwa alhaqa min indi rabbika fa amtira alaina hijaratan minas samai au itina biadhabin alim. Kama Qur'ani inatoka kwa Mola wako, hii maana yake wanaipinga Qur'ani ni maneno yako Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni maneno yako wewe, sio maneno ya Mungu. Kwa hiyo wanasema kama Qur'ani ni maneno ya Mungu, basi mwambie atunyeshezee mvua ya mawe. Yaani wanajiombea adhabu. Tunafahamiana jamani? Hii mvua ya kawaida watu hawatoki. Watu wanalani, hatutoki, riziki hakuna, biashara hazifanyiki, hatuendi tukarudi. Mvua ya kawaida ikinyesha dakika 10, sio masaa mawili wala siku nzima. Sasa wao wanasema kama Qur'ani ni maneno ya Allah, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, mwambie atunyeshezee mvua ya mawe. Wewe utakaa kweli nyeshezee mvua ije mvua ya mawe na upigeni kichwani? Sisi tunafahamiana. Yale mabarafu yanayoanguka tu hakuna mtu anayesogea kwenye mvua hili. Ndio ukaletee ukapigwe mvua ya mawe jamani. Ukanyeshezewe mvua ya mawe. Ndio anasema kwamba basi mwambie Mola wako atunyeshezee mvua, atuletee mvua ya mawe. Au tena anasema kama hawezi kuleta mvua ya mawe, mwambie atuletee adhabu kali kuliko kunyeshezewa nini? Sawa, Abu Jahli ndio ikashuka hii aya, anaambiwa makana lahu liyu'adhibahum wa anta fi makana lahu mu'adhibahum yastaghfirun. Yani Mwenyezi Mungu hawezi kuadhibu watu wako na wewe ukiwa pamoja nao. Yani tukiwa na mtume ndiyo baraka sisi. Sawa? Ni baraka kuwa na mtume. Mungu anatutushushia mengi, anatuepusha na mengi kwa sababu ya kuwa na nani? Alafu nyingine ni istighfar. Kwenye aya ukisoma kwenye tafsiri utaona kuna hadithi moja inasema anzalallahu amanaini ala umati. Mola wangu amenishushia amana 2 katika umma wangu. Alafu ndo akaisoma hii aya Mtume sallallahu. Mungu hawezi makana la yuadhibu wa anta fi. Mungu hawadhibu watu wako na wewe ukiwa pamoja nao. Ndo amana ya kwanza hii. Yaani hatuadhibiwi wakati tuko na nani? Na Mtume sallallahu. Amana ya pili wa makana la muadhibahum yastaghfira. Mungu hawadhibu watu kabisa na hao wakiwa wanaleta nini? Yaani istighfari ni kinga ya mabalaa. Sawa? Istighfari ni kinga ya matatizo ya mashaka. Mtu akiwa analeta istighfari nyingi, watu wakileta istighfari nyingi, Allah anaondoshia mitihani na matatizo mengi na anawaletea manufaa yaliyokuwa mengi. Tunafahamiana? Kwa hiyo ukitazama ndugu mahujaji, ukiangalia hii aya pia utaona inaturejesha mtume kuhamia Madina, maana yake analeta utukufu wa nini? Wa ule mji wa Madina, kwa kuwa yeye anaenda kukaa pale. Tutaona kuna hadithi tutazisoma hapa namna Mtume sallallahu anavyosifia na kuutukuza mji wake. Kwa hiyo nukta ya kwanza ndugu Waislamu, kwamba mji wa Madina umepata utukufu kwa kuhamia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwepo pale Madina, basi ule mji umepata utukufu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ndugu mahujaji, kwamba mji wa Madina mahabubatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mji wa Madina ni kipenzi. Sawa, mahabubatu rasulillah, yani mji wa Madina ni kipenzi cha nani? Cha Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Mtume alikuwa na kawaida, ndugu mahujaji, akiondoka akiwa na safari zake, kaondoka ndani ya mji wa Madina, yani ana kisafari katoka, yuko nje ya eneo ya area ya Madina, basi wakati anarudi wakati anarudi kutoka huko anakotoka Mtume SAW, akiona Judorani na ashjari za Madina, Judorani kuta pengine majumba, anaona ule mlima wa mjini ulioko katika mji wangu, miti ile mitende ile ni ndani ya area yetu, Madina yetu ile, yuko mbali ndo kwanza anaona, yani anaona ishara mji wetu ule. Kwa mfano tutakapoenda Madina, ndugu mahujaji, tutakuwa tuko nje ya Kuba, tuko nje ya Madina, tutakuwa tunauona mji wa Madina unavong'ara. Tunafahamiana Mji wa msikiti wa Mtume SAW una minara 10. Mwisho nitakuja kuuliza maswali kwenye mada yangu wale wanaendelea kunifuatilia, nitakuja kuuliza maswali. Msikiti wa Madina una minara mingapi? Una minara 10. Sasa ile minara ile ina matai. Unapokuwa popote uko unakotoka, basi unauona msikiti wa Mtume ule kwa mbali. Pale kwenye ule msikiti wa Mtume pana ng'ara kama panavyong'ara pale kwenye Al-Kaaba. Kwenye msikiti wa Mtume pana ng'ara kama panavyong'ara katika Al-Kaaba. Na ndio maana moja katika sheria za Saudia pale katika mji wa Madina, yani mkoa wa Madina, hawaruhusu kujenga gorofa lolote linalozidi minara ya msikiti wa Madina. Labda hiyo sheria ibadilishwe sasa hivi, hawaruhusu. Yani ile minara ya msikiti wa Mtume SAW ni minara ndio mikubwa kuliko magorofa yaliyoko pale yaliyozunguka ule msikiti wa Mtume. Tofauti na Maka. Sawa, Maka magorofa yako juu, msikiti wa Masjid al-Haram uko bondeni, si ndio? Lakini sio Madina. Madina minara yake popote unapokuwa unaiona, unaona sasa tunaelekea wapi? Tunaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume alipokuwa yuko nje ya Madina, akatoka safari zake, akiuona mji wa Madina ule, anachokifanya anafanya nini? Hichi ndio ninachotaka kusema. Anafanya haraka, yani ile kuupenda ule mji, yani kama kwamba kule alikuwa anachelewa kuingia Madina. Tunafahamiana mahujaji? Anachelewa kufanyaje? Kuingia Madina, kama kwamba inatakiwa kama kwamba wewe wakati wote uwe ndani ya nini? Uwe ndani ya Madina, mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna kasida moja inasema hivi: Swali ya Rabbi wa swali, swali ya Rabbi wa swali, swali ya Rabbi wa swali linabi man fil Madina. Mngekuwa mnaweza kuitikia, mngeitikia nikakusomeni, na mabeti nimehifadhi yanafika 33 haya. Mabeti yanayozungumza mji wa Madina. Kiitikio chake ndio hicho. Swali ya Rabbi wa salim, swali ya Rabbi wa salim, swali ya Rabbi wa salim linabi man fil Madina. Hiyo ikisoma ukiwa Madina, hata kama una machozi, tukisoma wewe lazima utalia. Wewe ukitaka usitake utalia. Tunamzungumza Mtume, alafu tutakuwa tunauzungumza mji wa Madina. Lazima ulie. Maana yake tutakuwa tunasoma mabeti, tunakutafsiria, unapata zile hisia uko wapi na kitu gani kinachozungumzwa. Tunafahamiana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiuona mji wake anakimbilia, yuko mbali. Nini maana yake? Afia wapi? Asije akafia nje ya mji wa Madina, anataka afie ndani ya nini? Madina. Ndio maana akiona anakuja haraka, asichelewe kuweko kule, madamu tayari kaishauona. Nini? Anaupenda Mtume sallallahu alaihi wasallam mji wake. Na sisi lazima tufanye, tuupende mji wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, mji wa Mtume ni mji ambao unaopendwa na nani? Na Mtume. Alichokipenda Mtume na wewe lazima ufanyeje? Ukipende. Kukipenda alichokipenda Mtume kwako wewe ni ibada, si ndio? Kukipenda alichokipenda Mtume kwako wewe ni nini? Ni ibada. Unatakiwa uwe mnyenyekevu.
Moja katika adabu za mji wa Madina, uwe na heshima na adabu katika mji wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine huona mtume ameshakufa, labda ndio shakufa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio basi. Kumbe zile heshima na nidhamu zinafanyaje? Ziko pale pale. Ndio maana tukienda kumzuru mtume, wanaume kwenye lile kwenye mlango wa kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam pale mbele kumeandikwa aya, ubavu ule tunaopita kufanya ziara sisi wanaume, kumeandikwa hivi: ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabii wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'd an ta'abata a'malukum wa antum la tashurun. Enyi mlioamini, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti za nani? Ya sauti ya nani? Ya mtume sasa, yasije yakaporomoka matendo yenu yakaharibiwa yote na nyinyi hali ya kuwa hamjui. Maana yake ile aya wameandika, unakuja kumzuru mtume salama, heshima na adabu ulizokuwa nazo wakati mtume yuko hai na wakati ule kafa, heshima zinafanyaje? Ziko pale pale heshima. Hakuna kuwa mtovu wa adabu, anakuwa mtu na heshima zake. Haindi pale akafanya fujo, anakuwa na adabu kama yuko mbele ya nani? Ya Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe alikuwa anaupenda nini? Mji wake. Mtaona katika mapenzi ya kuupenda mji wake bado hatujafika. Lakini nukta ya pili inayofanya utukufu wa mji wa Madina ni kupendwa na nani? Na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna hadithi moja nilitaka niisome, inasema hivi kuhusu kipengele hiki. Inasema hivi, Sayyidina Umar ibn Khattab alikuwa akisema hivi: Allahumma ja'al amuta shahida fi sabilika. Mwenyezi Mungu nijalie nikifa nife shahidi, tena fi sabilika, katika njia yako. Maana yake nife katika jihadi. Anasema maneno haya nani? Sayyidina Umar ibn Khattab. Mwenyezi Mungu nijalie nikifa nife shahidi, nife katika njia yako, nife ndani ya ibada. Hilo moja. La pili anasema hivi: waj'al mauti fi harami rasulika. Jalia mauti yangu yathibiti katika haram ya nani? Ya mtume sallallahu. Eneo la mtume ili tunalizungumza, nifie kwa mtume kweli, kafa ndani ya msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani huyo? Sayyidina Umar ibn Khattab kaomba, Rabbi nijalie nipe fi sabilillahi. Kapigwa panga za kifua, yumo ndani ya sala anasalisha watu. Sayyidina Umar ibn Khattab ameuliwa. Baadaye aliyemuua huyo alompiga hizo panga zote, naye katoka kajiua mwenyewe. Si tunafahamiana? Yeye kajiua mwenyewe. Sayyidina Umar akaanguka chini, akaingia Sayyidina Abdurrahman bin Auf akaiongoza ile sala mpaka ikamaliza. Kanyanyuliwa Sayyidina Umar, anapelekwa ndani. Kitu cha mwanzo anauliza Sayyidina Umar, anauliza hal utimma salatu, ile sala imetimizwa? Alikatwa panga zile akaanguka chini, sala imekamilishwa. Tumefahamiana jamani? Mnasikia wapenzi wa Mwenyezi Mungu? Hivi katika vifua vyao kuna mapenzi ya nini mpaka kitu cha mwanzo amefanyiwa hujuma kama hii? Kitu cha mwanzo anauliza sala imekamilishwa. Ana imani ya namna gani kiumbe huyu? Ingekuwa mimi na wewe ungeuliza nani aliniua? Nani? Mtafuteni kabisa kabla hajaondoka. Anauliza hal utimma salatu, sala imekamilishwa? Imekamilishwa. Ndio akasema man katalani, anauliza aliyeniua nani? Akaambiwa amekuua mtu ambaye hajawahi kumsujudia Mwenyezi Mungu hata siku moja, kafiri ndiye alikuwa. Akasema alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuuliwa na mtu aliyekuwa hana imani, kafiri, kafa kwenye jihadi. Tumefahamiana eh? Huyu ni nani? Sayyidina Umar bin Khattab. Kaomba afie wapi jamani? Kaomba afie kwenye msikiti wa mtume. Kafuata ndio maana Sayyidina Abubakar amekufa na miaka 63. Mtume amekufa miaka 63. Sayyidina Abubakar amekufa miaka 63. Sayyidina Umar kafa miaka 63. Sayyidina Mtume kafa siku ya Jumatatu. Sayyidina Abubakar kafa siku ya Jumatatu. Sayyidina Umar kafa siku ya Jumatatu. Wote waliomba hivyo hivyo kama alivyo mpenzi wao, na wao wafe hivyo hivyo kama alivyokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Tumsalie Mtume. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kwa hiyo Mtume SAW huu mji huu anaupenda yeye mwenyewe. Hadithi ya mwisho nakusomeeni inavyoonyesha Mtume alivyokuwa akiupenda mji wa Madina na akiwapenda watu wa Madina. Nasema natakiwa tuwapende watu wa Madina. Sawa? Tumefahamiana? Ziko jamani hadithi, muda wetu mdogo hatuwezi kusoma vyote, lakini ziko hadithi zinazosema hivyo. Asiwapenda maanswari basi mnafiki huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asiwapenda maanswari mnafiki. Kuna hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, Allahumma, ewe Mola wangu, habibi ilaina almadina, tupe mapenzi ya kuipenda Madina. Habibi ilaina almadina, tupe mapenzi tuipende sana Madina. Tusihame tukae hapa tuuishe Uislamu, ibada zifanywe hapa. Ndio hata walikuwa kitoka huko Ethiopia, kutoka wapi, Afrika Magharibi, watu wanakuja wapi? Madina. Wanakuja kuishi Madina mpaka wamefia pale. Si tunafahamiana? Haya, Abu Huraira unafikiri anatoka wapi? Saudia? Abu Huraira ndo bingwa walohifadhi hadithi kuliko maswahaba wote. Kahifadhi hadithi 7,000 na kidogo. 7,000 peke yake. Sena nani? Sena Abu Huraira. Sio Msaudia hivyo huyo. Unajua anatoka wapi? Yemen. Anatoka Yemen huko jirani, ndo kaja kaishi pale na Mtume, yeye ndo peke yake alihifadhi hadithi nyingi. Si tunafahamiana? Sena Bilal katoka wapi? Anatoka Habasha, Ethiopia huko. Wako wengi wametoka sehemu tofauti. Wako wengi, wanawake na wanaume wamefia pale. Tumefahamiana jamani? Kwa Mtume anasema Allahumma habibi ilaina almadina, tupe mapenzi ya kuipenda Madina. Tupe mapenzi ya kuipenda Madina. Tena anasema kahubina Maka, kama tunavyoipenda Maka. Habiba ilaina almadina kahubina Makkah, kama tunavyoipenda Maka. Tupe mapenzi. Tena anasema Mtume au ashadda, tupe mapenzi zaidi kuliko nini? Tunavyoipenda Maka. Madina tuipende zaidi kuliko au ashadda, kuliko zaidi ya mapenzi tunaipenda Maka. Tuipende zaidi wapi? Ndio naambiwa kwamba iko hadithi, wanasema hadithi dhaifu, inasema kwamba alienda kufanya ibada ya hija alafu asinizuru. Man haja falam yazurni faqad jafani, kanitenga huyo mie. Ndio wanatoka Maka na kuja Madina. Wanasema hadithi dhaifu na kadhalika, sawa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam ni moja katika mambo makubwa mno katika Uislamu. Unaenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutembelea mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume ameomba dua hivyo. Hiyo inasemaje? Allahumma habibi ilaina almadina, hata Mwenyezi Mungu tupe mapenzi, tuipende Madina. Tuwe tuna mapenzi nayo Madina. Kahubina Maka, kama tunavyopenda Maka au ashadu, au tuipende zaidi Madina kuliko tunavyopenda nini? Huyo Mtume salama anadhihirisha kwamba ni mji unaopendwa na umeombewa dua. Alafu akasema la usalaka nasu wadiyan, la usalaka nasu wadiyan, kama watu watashika bonde, yani kama kuna safari watu wakati wa jamani sisi tunapita njia kuendea darajani, la usalaka nasu wadia, watu kama watashika njia bonde wanakwenda katika safari zao, wasalakati la ansaru wadia, maanswari wa Madina, watu wa Madina wakashika njia nyingine, nyie mnaenda mjini, watu wa Madina wakasema sisi tunakwenda shamba au shiba, au wameshika ni katika mabonde hayo. Mtume anasema hivi, la salaktu wadil ansari au shibil ansari, mimi nitafata njia walioikamata nani? Tumesikia hapo Mtume amesema la usalaka nasu wadia, watu kama watashika njia, sawa, au shiba au bonde,
wasalakatil answaru wadia, maanswari wakashika njia nyingine. Mtume salama anasema la salaktu wadil answari, mimi nitashika njia walioikamata nani? Bonde waliloelekea maanswari ndio nitakakopita. Nini maana yake? Anawapenda watu wa Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna siku moja ulizuka mzozo, iko hadithi sisomi, ndefu kidogo. Ulizuka mzozo. Mtume alikuwa akigawa ngawira moja katika vita. Kila akigawa ngawira anawagawia nani? Anawagawia maanswari nani? Muhajirina. Kila akigawa anachokigawa anagawia muhajirina. Kuna mtu hakupendezewa na jambo lile, akaleta kama fitina na minongono chini kwa chini. Mbona kila kitu muhajirina? Yani watu wa Maka. Kila kitu muhajirina, watu wa Maka, kila kitu. Mtume alisema maneno mazito, wao wenyewe walitulia. Wao wenyewe walitulia. Mtume sallallahu akasema, hivi nyinyi hamuoni? Tazama hekima za Rasulillah. Hivi nyinyi hamuoni watu wa Maka wanaondoka na ngawira, nyinyi mnaondoka na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnarudi naye Madina. Wao kila mmoja kabeba kamia, kama kuna mali kachukua kabeba, nyinyi mnarudi na nani? Mtume anarudi Madina, endi Maka, mnaenda kukaa na nyie. Ndio alisema neno hilo, yaliwatoka machozi. Wala kwa kieneza ile fitina kwamba labda pengine Mtume anapendelea muhajiri. La, Mtume anabakia na nyinyi, mnabaki na nyinyi. Kama ni mali anazo zote Mtume. Yes, kaambiwa atake majabali yawe dhahabu na kila kitu. Apewe mali zile. Sikakataa Mtume sana. Mali zote anazo na utukufu anao nani? Mtume sasa. Hivi hamuone nyie kwamba wao wanarudi na ngawira na mali, nyie mnarudi na nani? Mnaenda kukaa na Mtume. Mtume anatafutwa. Kukaa naye tu Mtume sallallahu umekaa kwenye pepo. Nyie mnarudi na Mtume. Wote wakashuka chini. Yakesha. Tunafahamiana? Ndo akasema kwamba kama watu watashika njia, watu watashika njia kuelekea mahala fulani, halafu njia nyingine waishike maanswari. Watu wote washika njia hii, wa answari wao wana njia yao. Mimi nitashika njia, nitapita njia walopita nani? Answari, watu wa Madina. Haya ni mapenzi ya Mtume sallallahu kwa watu wa nani? Tunaambiwa tukienda kule tusukane watu Madina. Akikukera mtu wewe, vumilia. Iko hadithi inasema hakuna yoyote anayevumilia maudhi ya Madina, maudhi ya watu wa Madina, shida za watu wa Madina, atakayevumilia wa Allah subhanahu wa ta'ala anamfutia madhambi yake. Yani kusubiri shida yoyote itakayokukuta wapi? Madina, ukisubiri, ukivumilia. Mwaka jana nilikuta mambo hotelini, ndio naikumbuka hii hadithi na tukio lile pale. Shida tabu, ukivumilia shida za Madina unasamehewa nini? Dhambi zako. Shida yenyewe ilikuwa ni ndogo, sio kubwa, kiasi ya kuvumilia. Ndio safari wanasema, Mtume anasema asafaru namu min aladhabi, au riwaya nyingine anasema qit'atu min aladhabi. Safari ni kipande, ni sehemu yani ya adhabu. Safari sio ya raha kwamba ina raha, kila kitu raha. Kuna mambo yanaweza katokea kinyume ambavyo mlivyopanga yakabadilika mambo. Sisi tumefahamiana. Yule alozuiliwa airport, unafikiri alikuwa anajua kwamba anatoka Kondoa, alafu atapanda ndege akifika airport Jida anazuiliwa, hendi zake hotelini na zake, alikuwa anajua hilo? Halijui, lakini limemkuta bili ariziki na kile ambacho kakihukumu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema man lam yarda bi qada'i falyakhruj ta'ala samai waliabudu rabba siwa. Asorizika na nilomhukumia mimi Mola wake, na atoke chini ya mbingu zangu amwabudu Mola mwingine asokuwa mimi. Hii maana yake ni tunalazimishwa anachokihukumu Mungu ufanye ukipokee. Ile bwana hakujua hiyo. Kwa hiyo anayesubiri shida za Madina anafutiwa nini? Madhambi. Kulikuwa kuna upepo mkali jamani, Madina kuna baridi. Uko Maka unakosikia kuna joto jamani, ikija hiyo baridi utaomba bora hilo joto mara 100 lije hilo joto. Tunafahamiana? Nyie bahati nzuri hamjawahi kukutana na joto huko mnakwenda. Yule anaishi kule katika mzunguko wa mwaka mzima ndo anajua baridi iloko Madina, iloko Maka. Baridi kali jamani, kali mno. Miguu inapasuka, midomo inapasuka, Nafahamiana? Damu zinatoka, wengine wepesi kwa mujibu wa afya zao, masikioni, puani. Kuna baridi nzito. Sisi mahujaji mara nyingi hatukutani na baridi. Tunakwenda msimu wa joto. Tena msimu wa joto wenyewe nafikiri unakuwa ule katikati tena tunamaliza.
tunamaliza lile joto lenyewe, tuko mwishoni ndio tunaokwenda sisi. Lakini kuna msimu wa baridi, sisi tulokaa kule tunaomba dua, bora lile joto kuliko baridi. Mnavaa gloves, maninja, kuna mafoni maalum unatia masikioni kwa ajili ya baridi sipite kwenye tundu zote za sikio. Unajifunika, ukitoka msikitini unakimbia kama mtu anayokimbia mvua. Baridi kali mno, wanaita bardun qarisu, baridi kavu, inaumiza mpaka ndani mishipa. Ukiwa hujafata kanuni utaishia hospitali. Lazima una taratibu, nidhamu ile iliyoko pale uweze kwenda nayo. Kwa jamani, kuna shida zinatokezea, unabidi ufanye uvumilie. Kwa hiyo hebu angalieni haya maneno ndio yataja namna Mtume anavyoipenda mji wa Madina, anavyoipenda nini? Anavyowapenda watu wa Madina. Mie kama watu watashika njia, mtafuata njia ya Answari. Ndugu Waislamu, naomba nende nikimbie haraka, lakini kitu cha tatu nichotaka kusema, ana haramun bihurmatillahi wa rasulihi. Mji wa Madina umetukuzwa, mji wa Madina umetukuzwa kama na Mwenyezi Mungu na Mtume, kama Mungu alivyoutukuza mji gani? Mji wa Maka. Na kadhalika mji wa Madina kafanyaje? Kautukuza. Mwenyezi Mungu na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mtukufu mji wa Mtume. Ukienda pale jisikie raha, uko mazaril imani. Nitasoma maneno haya. Sehemu ambayo imani inarudi kama ilivyokuwa mwanzo, inarudi tena katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kipengele hiki cha kwamba mji wa Mtume ameutukuza Mwenyezi, ni mtukufu kwa kutukuzwa na Mwenyezi Mungu na Mtume wake. Kuna hadithi, sikiliza, kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kopi maneno aliyosema Nabii Ibrahim. Kuna aya moja tulisoma juzi hapa, Allahumma ja'ala hadha baladan amina. Tulisoma ile nini kwa wakati tunazungumza utukufu wa Maka. Nabii Ibrahim alikuwa moja katika utukufu wa Maka. Pia mji ule wa Maka umeombewa dua na nani? Kuna dua za mitume akiwemo Nabiullah Ibrahim. Allahumma ajal hadha baladan amina. Mwenyezi Mungu jalie mji wa nini? Mji wa amani na utulivu. Warzuqa halau min thamarat man amana minhum billahi wal akhir. Watu wa mji waruzuku nini? Matunda wamiminie. Tulizungumza kipengele hiki. Sasa sikiliza, Mtume anakopi haya maneno tuliyosoma kuhusu Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, Allahumma, ewe Mola wangu, inna Ibrahima harama Maka. Harama Maka. Mwenyezi Mungu Ibrahimu alayhi salam ameutukuza, kuupa heshima na ukapata utukufu mji gani? Wa Maka. Wa in haramtul madina au harimul madina la bataiha, na mimi na utukuza mji wa Madina. Na bataiha ni mji ambao unakuta za mawe rangi nyeusi ziko magharibi na mashariki, ndio maana neno la bataiha. Na mimi na utukuza mji wa nini? Na utukuza mji wa Madina. Kwa hiyo utaona hapa Mtume mwenyewe anasema mimi na utukuza mji wa nini? Wa Madina. Kwa hiyo mji wa Madina umetukuzwa na nani? Na Mtume, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anachokiomba dua Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa, kinakwenda kinapokelewa. Dua anayoiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam inapokelewa, hairudi. Kauombea katika kuutukuza mji wa Madina. Kwa mji wa Madina ni mji mtukufu kwa kutukuzwa na nani? Na Mtume, kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kesho tunaelekea, watu wanaenda katika mji mtukufu wa Madina, wanaenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajue wamekwenda wapi. Sawa, umekwenda kwenye mji gani? Usio unatembea tu kawaida, ndani ya hisia zako ujijue uko wapi wewe, ndani ya moyo wako. Sio unatembea hata hizi za Madina nzuri, vyeo vizuri, alafu Madina kumejaa miamvuli. Maka hakuna mwamvuli hata mmoja. Yaani katika sahati za masjidi, yani ule uwanja wa nje wa msikiti wa Maka hakuna miamvuli. Kule kuna process ya kujengwa miamvuli 300 mingi zaidi kuliko Madina. Hii iko zamani, nafikiri karibu miaka 5 iliyopita nyuma budget ishatengenezwa. Lakini nafikiri bado haijafanywa kazi bado. Sijui kuna mambo gani. Lakini kule Maka tunataka kumwagwa miamvuli mingi zaidi kuliko hii unayoiona Madina. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam
yuko pale Madina. Ukienda pale useme tu kuna miamvuli, kuna miamvuli inajifunga yenyewe, inajifungua, unaona raha tu, lakini lazima ujue utukufu wa mji ule katika moyo wako, uwe na thamani ya mji ule, ndipo unapata daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunafahamiana zote. Neema na hawasi kutoka kwa Mtume unazipataje bila kuwa na hisia za uelewa wewe uko katika mji gani? Sio umekwenda tu. Umekwenda, umeingia, umetoka, umeenda. Nimesali basi, watu kama story tu. Hawana athari yoyote watu ndani ya nyoyo zao kuhusu mji wa Mtume na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Mji ule umetukuzwa na Mtume, una heshima zake. Ndugu mahujaji, kuna kipengele chengine cha 3 cha 4 kinazungumzia utukufu wa mji wa Madina. Utukufu wa mji wa Madina ni kuwepo msikiti wa Madina. Wanasema utukufu wake, fadhlul Madina ujudu masjidihi, kupatikana na kuwepo msikiti wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika utukufu wani. Hai. Misikiti juzi tulitaja misikiti mikuu na mitukufu kuliko mengine duniani. Misikiti mingapi? Minne. Tunaanza Maka, tukitoka Maka tunakuja Madina, tukitoka Madina tunakwenda wapi? Palestina, tukitoka Palestina tunakwenda Masjidi Quba. Wale walokwenda mwaka jana umeona tumekwenda kuzifanya ziara Masjidi Quba. Hii ndio misikiti minne. Kwa hiyo msikiti wa Mtume ni msikiti wa pili kwa utukufu katika misikiti yote mikuu duniani. Kwa hiyo kule kupatikana ule msikiti wa Madina ndani ya mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, ule msikiti umeleta sharafu, sawa, utukufu wa nini? Wa mji ule. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu amesema katika hadithi ya Imam Bukhari, salatun fi masjidi hadha, sala yoyote inayosaliwa katika msikiti huu wangu mimi huu hapa, sawa, pana taukidi hapa, salatu fi masjidi hadha huu. Yani katika lugha ya Kiarabu ilikuwa inatosheleza kusema salatu fi masjidi, sala yote inayosalia katika msikiti wangu inatosheleza, lakini salatu fi masjidi hadha huu maana yake ni taukidi, unaletwa msisitizo baada ya kuletwa hii ishara. Sala yoyote inasaliwa katika msikiti wangu huu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairun, hii sala inasaliwa huko ni bora. Khairun ni bora, sawa. Katika lugha ya Kiarabu neno khairu tafudhili yake ndio hiyo hiyo. Wale waliosoma lugha ya Kiarabu, tafudhili ya hili neno khairu ndio hivi, kwa sababu tafudhili inakuja katika kushindanisha vitu. Juma ni mrefu kuliko, sawa, Hamadi. Kwa hiyo Juma ni mrefu kuliko, tunashindanisha vitu vingi. Tafdhili siku zote inakuja katika fanyaje? Katika kushindanisha. Huyu ni mbora, huyu ni mrefu, huyu ni mkali, ni mwingi zaidi, mtukufu zaidi, sawa. Sasa neno khaira halina tafudhili kama maneno mengine. Maneno mengine ukisema fadhlu bora, ukitaka kusema bora zaidi unasema afdalu, si ndio? Sisi tunafahamiana. Ukisema mtu huyu mkali, rajulu hadha shadid, utasema rajulu hadha ashaddu, sawa, inakuja ashadu. Lakini neno khairu labakia hivyo hivyo, siyaki, mfumo na mtiririko wale maneno unayoyasoma ndio yanakufahamisha kwamba ile neno khairu ni katika neno la tafadhili. Sisi tunafahamiana. Kwa hiyo anasema salatu fi masjidi hadha, sala yoyote inasaliwa katika msikiti wangu, khairu ni bora, ni bora kuliko min alfi salati fi maswa, kuliko sala ngapi jamani? 1000. Kuliko sala 1000. Ni bora kuliko sala 1000. Yani huku visiwani Tanzania sisi tukisali sala moja, sala 1000, yule alosali sala moja Madina, sawa, ni bora kuliko 1000 ulizozisali wapi? Ulizozisali kwenye misikiti ya huko. Tumefahamiana jamani? Utukufu wa mji wa Madina ni kupatikana msikiti wa Madina ambao sala yake moja unayosali pale, Mtume amesema ila al-Masjid al-Haram, sio kama Masjid al-Haram. So Masjid al-Haram sala yake moja kwa laki moja. Madina 1000. Kwa hiyo ukisali asubuhi za Madina, sisi huku Tanzania mpaka tusali ngapi? 1000. Lakini pia ile sala yako ya asubuhi raka 2 usali Madina ni bora kuliko hizi 1000.
Sio kwamba hizo 1000 ni bora. Ile sala alosali kule ni bora kuliko 1000 za huku, baada hujalingana na ile. Unasemaje neema kama hizi ndugu mahujaji? Naenda katika mji wa Madina, unasemaje uweje katika sala za jamaa? Sawa? Siku zako nenda ukaa pale siku 6, 7, 8, uweje ufanye nini? Ni siku maalum, ayamu kama aduda, siku zako zinahesabika ni chache. Ujipinde, uwe una maskhara na sala za jamaa. Una maskhara na suna zako ndani ya msikiti wa nani? Wa Mtume SAW. Hujui kama mwakani utarudi. Wangapi wamerudi mwaka jana, mwaka huu wameshafariki? Si tumefahamiana? Wewe hujui kama utarudi, labda una umri mrefu, hakuna anayejua hilo. Hii siri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo uyapatize kabisa masiku yako utakayokuwepo Madina, uyatumie vizuri. Alihitaji ndio na mada ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam izungumzwe. Watu wakiwepo Madina, moja katika adhkari zao na auradi zao, wao wanamsalia nani? Salie Mtume kwa wingi mpaka upate siri. Ikiwezekana kama umefikia mahala pa kuonyeshwa yoyote kuhusu Mtume, uonyeshwe. Watu walikuwa kilala. Huyu Imam Bukhari anaitwa kitabu chake baada ya Qur'ani. Kitabu chake baada ya Qur'ani, Imam Bukhari, ndo hadithi zinazofuatia za Imam Bukhari. Sawa? Mnajua aliziandika ile milango, babu mlango wa nini, kaandika akiwa katika msikiti wa Mtume Imam Bukhari. Tabwib al-abwab kitabi wa tasnifati kitabu chake kile, ile milango yake nikaanza kuipanga akiwa akipata baraka za nani? Wanapata khawasi watu. Ndio maana anaandika vitu kama ile. Kwa mfano Imam Nawawi kaandika kitabu, kila anakisherehesha anaona alosherehesha hajui, hajakipa haki yake bado. Yaani kitabu kinaumiza ndani ya moyo yale mambo yale, yaani akisherehesha mwanzo anasema bado hajasherehesha, achelewesha chake. Akija mwingine ndo bingwa ya kitabu chenye sherehe nyingi duniani, kitabu cha Riyadhus Salihin. Kila mtu akija mwanachuo lazima ashereheshe kitabu kile kile. Yule bwana ana siri. Nimesoma kitabu chake kimoja, nimekisahau jina, lakini hicho kitabu ni sherehe ya 40 Nawawia. Ameeleza alipotaka kutunga Riyadhus Salihin alifanya nini. Alifanya mashauri kwa mashehe wengi, wakamuelekeza, akafanya istikhara nyingi mpaka kutunga kile kitabu. Sasa kile kitabu kina siri, kila ukisoma unaona utamu. Kila mtu anayesoma duniani utamu na raha. Watu walikuwa na hawasi, walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatabaruku kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mungu akamiminia nini? Neema za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Haya ndo maneno yetu kila wakati tutakuwa tunasema katika safari. Ndugu mahujaji, msikiti wa Mtume ndo msikiti wa pili kwa utukufu katika misikiti minne. Sawa? Na msikiti huu kisali, malipo yake sala yoyote, si ya faradhi wala si ya sunna, si sala ya maiti wala si sala tahiyatul masjid, sala yote unayosali malipo yake ndo hayo. Sawa? Huku mpaka asalie maiti mtu 1,000 ndo atafikia, lakini pia hafiki ile yako wewe ulosalia mara moja tu maiti ni bora kuliko. Sawa? Kwa hiyo ule msikiti wa Mtume peke yake ni utukufu, ni sharafu, inaitwa Masjid Nabawi, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya zamani ulikuwa mduchu, sasa hivi mkubwa, umepanuliwa, umeongezwa, umekuwa mpana. Zamani ulikuwa mdogo, yani kwa makisio pengine sidhani hata kama wanatimia wanazidi watu 1000 wanaosali pale, udogo wake. Sasa hivi wanasali mamilioni ya watu wanasali ndani ya msikiti wa Mtume, ushapanuliwa, na kila siku zikienda mbele unazidishwa zaidi. Wafalme wakija wanaongeza, wanaopanua zaidi. Ndugu mahujaji, nikitoka hapo kwenye kipengele cha 4 naingia kipengele cha 5. Utukufu wa Madina unapatikana kwa kuwepo raudha. Sawa? Ndani ya msikiti wa Mtume kuna kitu kinaitwa nini? Raudha.
kiwanja cha pepo, Raudhatul Janna. Kiwanja cha wapi? Kimo ndani ya msikiti wa nani? Wa Mtume. Zamani tulikuwa tukiingia free mle, hamna utaratibu wowote, mnaingia tu. Lakini ilipoanza corona kukaja utaratibu kuingia mle mpaka msajiliwe. Mnaenda kwenye system, mnajisajili, seni kikundi fulani, tunatoka Tanzania. Kwa hiyo mnasajiliwa kwamba nyinyi mnapewa muda, mtaenda kufanya ziara saa 8 usiku, 9 usiku, muwepo sehemu husika, sawa mnafanyiwa kitu kama cha namna hiyo. Sasa hivi mpaka leo hajaondoa huo utaratibu. Zamani ilikuwa hakuna utaratibu, mnaenda tu watu mnavyojisikia, mnaenda. Wanawake sema wanawake wana muda maalum, baada ya sala asubuhi ndio wanafunguliwa kuingia raudha wanawake mpaka saa 3. Baada ya sala asubuhi wanafunguliwa wanawake sehemu yao maalum kutokea eneo la wanawake kuja mpaka raudha. Lakini kunakuwa kumewekwa maturubali yale, mahema yale, wanapita katikati mpaka kuja raudha. Halafu nafikiri na sala ya Isha asubuhi na sala ya Isha. Lakini waliwahi kufanya mpaka sala ya dhuhuri pia, nyakati 3 wanawake wanaingia pale. Sisi wanaume tunakwenda, akitoka mtu anaingia mtu, hakuna nini maalum, ilikuwa hivyo. Lakini sasa hivi muda wa corona mnaingia mle tena, mnapewa dakika 10, mnaingizwa kwa magrupu. Yaani sio kwamba mnaingizwa peke yetu, mnawezekana ikawa hata 4 5 nyote mmechanganyika pamoja, mlipewa wakati mmoja. Mnaingia mnafanya ibada zenu dakika 10, mnatoka, wanakutoeni wanaingiza wengine. Kwa mfumo huo ndio wanavyofanya sasa hivi. Na inapendeza haya mambo ya kufanya hajizi, mambo ya kuanza kufanya booking yafikiriwe na kupangwa mapema. Kuna taasisi mwaka jana nafikiri haikuingia raudha. Sijui kama, sikumbuki ni taasisi gani. Lakini kuna taasisi hawakuingia raudha, hawakuipata. Yaani hawakupata ule usajili wa kuingia pale. Na hakuna jinsi, hakuna njia ya kufanya. Sisi tunafahamiana. Kwa nini utaratibu wa kuingia kwa mfumo maalum? Utaratibu umeanza tokea walipoingia mfumo wa corona. Walikuwa hawataki msongamano. Kwa hiyo wakaweka utaratibu maalum wa kwamba mkiingia mnaingia kwa magrupu. Mnachukuliwa kwa mfano watu 100, mnapelekwa pale. Hapa mlipotoka wanaingizwa wengine 100. Wale kule 100 waloko ndani kwenye raudha wakitolewa wale wanaingia wengine 100. Na nyinyi mnasogeza, mnakuwa mpelekwa kama hivi. Kiupande mwingine kama watu wanapata inakuwa ni nzuri, kwa sababu inakuwa haina vurugu kama ile ya nyote kwa pamoja mko free tu. Inakuwa inavuta ni kuvute ile. Inakuwa kidogo ina afadhali. Kwa sababu hata kama unapewa dakika 10, kwa mfano unapewa dakika 10 au dakika 5. Dakika 5 kwa kusali sunna sio ndogo kwa mahala patukufu kama hapo. Mimi nakumbuka mwaka juzi tulikaa dakika 40. Tulikuwepo pale dakika 40. Tuliingia baada ya magharibi tukumaliza, tukaingia pale tukasali sunna zetu, tukasali na Isha na tukabakia mpaka baada ya Isha. Ilikuwa ndefu kidogo, tulibakia tukakaa muda mkubwa. Sasa siku hizi utaratibu kutokea ilipoanza mfumo wa corona, na huu mfumo umeenda nao moja kwa moja, hawajauacha kama kwamba umeonekana kama ni mfumo mzuri. Wakati mwingine tu inakuwa inasumbua kwenye mambo ya system ile kujisajili mpaka wakakukubali, inakuwa inasumbua, ndio wanakuwa hawako wepesi vizuri. Lakini asilimia kubwa watu wengi wanaingia raudha. Sema inapendeza. Hata tulichojifunza mwaka jana ni hicho, kwamba watu wajisajili, wafuatilie kujisajili mapema. Yaani tokea watu wako Maka washajisajili tarehe nini ya kuingia raudha, kitu kama hivyo. Naam. Kwa hiyo ndugu mahujaji, raudha nini? Raudha ni kiwanja cha pepo. Mtume SAW amesema katika hadithi, mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil janna, baina ya nyumba yangu na mimbari yangu pana kiwanja cha nini? Cha pepo. Yaani duniani kuna kiwanja cha pepo. Mtume anasema mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil janna, baina nyumba yangu na mimbari yangu pana kiwanja cha pepo. Zamani kulikuwa kuna zulia maalumu la rangi ya kijani la kuonyesha ile area yote ya raudha ina zulia la pekee, tofauti na mazulia mengine ya mule msikitini. Kwa sababu raudha ni sehemu imeungana na msikiti kwa pamoja, yani iko center, iko katikati, lakini upande wa mwisho wa kibla cha msikiti. Sisi tumefahamiana iko katikati. Yani kama unavyoona hiki kitu cheusi juu ya meza, kipande hiki cheusi ndio ilivyokuwa raudha zamani. Yaani huu ndo msikiti wote, alafu raudha kuna alama kama hiyo. Alafu hapa pembeni ndo kuna nyumba ya Mtume SAW.
pembeni ya hii raudha, nyumba ya nani? Ya Mtume. Hapa raudha ilikuwa hiyo. Sasa hivi wameondoa kitu kile, wametia zulia rangi moja, mazulia mengine na yale ya raudha yote rangi moja. Maana kama kwamba hakuna alama kuonyesha jamani huu ndo mpaka wa raudha, kitu kama hicho hakuna. Yule anayejua ndo atajua, ataangalia juu kwenye kuta kuna alama zile, ndo atakuwa anajua kwamba hii ni hapa ni raudha. Alikuwa hajui, wakati mwingine anaweza kaenda akasali mahala sio raudha, akasema nimesali raudha mimi. Wako watu kama hivi wanapatikana. Kakuta msongamano, watu wamekaa chini kule raudha, ndio wamekaa sasa watu, hasa watu wenyewe. Yeye kaja kasimama pembeni, nimekuta watu tele pale na mimi nimesali, kumbe kasali nje ya raudha. Hakusali raudha. Unatakiwa usali raudha. Tumefahamiana jamani? Kwa hiyo kupatikana nini? Raudha ni utukufu wa Madina. Hakuna hata Maka hakuna kiwanja cha pepo. Maka hakuna, kiko ndani ya msikiti wa nani? Wako watu wanaenda Madina hawakijui kiwanja cha pepo cha Madina kwa ndani ya msikiti wa Mtume sana. Hawaonyeshwi, watu wanakwenda. Watu hawana athari ya mambo yale. Watu sasa hivi wana mfumo wapeleke watu warudishe basi. Yaani imekuwa kama watu wamekuwa akili zaidi zimeangalia kwenye biashara, lakini sio kuwaathiri watu kwenye ibada ya hija. Sasa hivi kuna kitu hicho, na ndio maana watu wanatakiwa wawe makini, wajua wanaenda na kina nani kwenye kufanya ibada zao za hija. Sio kila mtu. Kuna watu wako hasa shughuli zao ni biashara. Ili ni swala la dini, lakini tuko kwenye biashara. Kwa hiyo sikuwa na athari. Wewe umeipata raudha, hujaipata, umeenda raudha. Anza kuambia tumeenda raudha. Yaani kawaida tu raudha kitoka umeenda raudha. Basi tunataka kuwa na athari. Raudha jamani ni peponi. Tukienda pale peponi tunakwenda kusali. Sawa? Tunakwenda kufanya nini? Sali, halafu tunaomba dua zetu. Unaenda kuomba dua ukiwa peponi jamani. Sawa? Na wanangu wako 1, 2, 3. Dua inaenda kuomba wapi? Raudha. Ikiwezekana kwenye sijida ndio unaomba uko raudha. Ukipata nafasi. Na mume wangu 1, 2, 3. Unaenda kuomba dua raudha. Sawa? Lakini usije ukaenda kuomba dua tena kanikera. Juzi nilipoondoka kanikera sasa. Atashika adabu zake. Ngoja nikamwambie Mungu kwenye raudha sasa, mtie adabu. Sasa akishamtia adabu unafuata faida gani? Na mama akikasirika wasemezeki. Na si vizuri kuomba dua, kumwombea dua mbaya. Muombe dua nzuri, hata kama mtu kakufanyia jambo baya, muombe dua nzuri. Unapata thawabu na mafanikio yeye. Ule kumwombea dua mbaya haipendezi. Wengine hawakubali. Ndio wanavyosema watoto, sikusamehe kichwa chini, miguu juu, si chini ya mkunazi, si na nini hai. Sasa si vizuri. Waombee watu dua nzuri. Hata kama watu wamekukera, lakini waombee dua nzuri. Kwa hiyo ndugu mahujaji, raudha ni mahala pa muhimu sana pa kwenda kuomba nini? Kuomba dua zetu. Kwa hiyo nimetaja kipengele cha raudha ni sehemu ya pepo. Mtume kasema. Siku moja alimwambia Said, mlezi wetu wa jumuiya za wetu wa Kadiria, Said Uthman. Nilimwambia Said, mbona ukisali hapa raudha unahisi harufu nyingine tofauti na unaposali mahala pengine? Kuna harufu nyingine? Akaniambia toba, pale ni peponi. Si tunafahamiana? Pale ni wapi? Ni kiwanja cha pepo. Kwa nini kusio kuna harufu nyingine? Kwani mahala patukufu. Umesali katika pepo wakati wewe bado uko wapi? Uko duniani. Na ni ishara ya kwamba wewe mtu wa kheri. Umesali katika kiwanja cha pepo. Huenda Mungu akajalia wewe kaenda zako wapi? Peponi kwa kwenda kusali raudha na kuomba dua mahala pale. Si zamani tulikuwa tunalala sasa. Kipindi hicho cha nyuma huko. Unaenda pale unalala usingizi sasa kwa sababu watu kidogo. Mfungo 4 hakuna watu ilikuwa. Enzi hizo zetu si. Hakuna watu hawapo. Kwa hiyo unalala unajifaragua, unaweza ukasoma, ukachoka, ukalala usingizi raudha. Piga usingizi wako peponi. Si tumefahamiana? Ngoja unafanya. Lakini sasa hivi haupati muda huo. Dakika 5, 10 mnatolewa naingia kitu. Naomba nimalize ndugu mahujaji. Tutamalizia raudha, lakini ndani ya mji wa Mtume kuna vitu vitatu naomba nivitaje kabisa, pamoja na kwamba ni mada zinazojitegemea. Ndani ya mji wa Mtume kuna kiunga kinaitwa Baqi. Baqi ni kiunga wanachozikiwa maswahaba, walichozikiwa maswahaba. Kiunga sehemu ya Mava waliozikiwa nani? Maswahaba. Sisi taasisi itakwenda kufanya ziara hapa. Tutafanya ziara. Sawa
wanaume wataingia ndani, wanawake wataishia nje, hawaruhusiki kuingia ndani kule makaburini kwenyewe. Ndio taratibu zao na sheria zao. Sisi wanaume tunaruhusika kuingia ndani, wanawake wanachungulia nje tu, huko wanasimama, naomba dua zao, kuombea maswahaba pale na kuwasalimia, wanaondoka. Sawa, wanaume wanaruhusa kuingia ndani, tunazunguka mote mule raudha. Si tumefahamiana vizuri? Nini Baqi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ile Baqi aliendea usiku. Mtume aliendea saa ngapi? Saa 8 za usiku. Kumeshuka taarifa saa 8 za usiku, kajiwa na Sayyidina Jibrilu aende. Sawa, aende akawazuru maswahaba 8 usiku, katolewa ndani. Mtume hajasema sallallahu alaihi wasallam, katoka ndani kimya, kaenda zake wapi? Baqi. Mama Aisha akajua mzee katoka, tena hajasema. Sijui kama hajaenda kwa Bi Hafsa mke mwenzake. Tumefahamiana? Watu wa tafsiri hadithi wanasema ikamjia hivyo, kama Mtume kamkhini kenda nyumba nyingine wakati zamu yake. Mama Aisha akatoka taratibu, akamfuata nyuma naye bila ya kusema. Si unajua wanawake wafuatiliaji mambo? Wanawake mafundi wa kufuatilia mambo. Mwanamke anaijua harufu yako, na kama utakuwa umeenda kugusana na mtu mwingine, mwanamke anaijua, labda awe mpofu. Unafahamiana Sheikh Juma? Anaijua, akikutana na wewe anajua wewe ushakutana na mtu mwingine tofauti na kawaida yako anavyokujua. Anafahamu vizuri mwanamke. Fundi siku mie nilioa mke wa pili, niliulizwa mbona uko hivyo? Maana yake sijasema. Niliulizwa mbona uko hivyo? Kuna mambo mengi nimeulizwa, ngajua wana mambo yao, wana hisia zao, wanajua. Sijasema. Lakini nikaja nikajulikana, alishaoa huyu. Kuna mambo siyasemi hapa, mtamjua usema kumbe na wewe uko hivyo. Bora ni nyamaze kimya. Inatosha. Ndugu mahujaji, sasa unamgusa mtu hapo. Na Unamgusa mtu. Sasa alipotoka mama Aisha akamfuatilia mpaka akamkuta wapi? Kaburini. Kaomba dua, Mtume sallallahu alaihi wasallam kaomba dua mpaka machozi yanamtoka. Alipomwona kamaliza anarudi, mama Aisha akaona atagundulikana, kama kamfuatilia. Akatoka mbio nyingi kuliko zile alizoendea mwanzo. Akarudi huyo, akapenya akarudi mpaka ndani. Mtume anaingia ndani, anamkuta mama Aisha anahema, anajua kali alikuwa akafanya jambo. Akaanza kumuuliza, ndo akampa story yote. Yaani hadithi Mtume alipokea ni huyo mama Aisha, lakini kapokewa baada ya kuja kuhadithiwa, baada ya kuona kwamba labda Mtume atakuwa kamkhini. Ndo Mtume akamhadithia, alinijia Jibril akaniambia, Mwenyezi Mungu anakuamrisha nenda kawaombe dua ahlul baqi al-gharqad, kaombe dua ahlul baqi, nenda kaombe dua. Kaniamrisha nikaombe dua, nimeenda nimewaombea dua, ndo nimerudi. Kazungumza ule utukufu wao. Mama Aisha ndo akasema sasa naye kwamba alifikiri katoka kwenda mke mwenzie, ndo akamfuata Mtume sallam akampa habari. Hii ni kuonyesha nini? Kuonyesha utukufu sawa wa nini? Wa Baqi. Ndugu mahujaji, Baqi iko karibu na msikiti wa Madina. Ukimaliza uwanja wa msikiti wa Madina unaenda wapi? Baqi, hapo kwa hapo. Yaani kutoka msikitini ni dakika moja au haifiki dakika moja. Kwa pande nyingine ni dakika moja au haifiki dakika moja, ushafanyaje? Ushaingia Baqi. Ni pafupi tu padogo hapo kwa hapo. Sasa Baqi ni sehemu tukufu aliozikwa maswahaba, ina utukufu wake. Miongoni mwa utukufu wake, Mtume katolewa usiku akawazuru watu waliozikwa hapa. Tutakwenda kuzuru sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili inayofanya utukufu pia Madina. Nataja sehemu za ziara kama 3. Sehemu ya pili ni Masjid Quba. Masjid Quba jamani, ndio msikiti wangapi? Wa 4. Sawa?
Mtume sala anasema salatu fi masjidi Quba, sala yoyote inayosaliwa masjidi Quba ka umrati, inalipwa malipo ya mtu aliyefanya nini? Umra kamil. Ukienda kule Quba ukasalia maiti, ukasali tahiyatul masjidi. Kwa mfano sisi tukienda kule, ima watu wanasali tahiyatul masjidi, wanasali duha, au wanasali nini? Wanasali sunatul haja. Sote tutakakwenda kule itakuwa hivyo. Sawa? Au nasali sunati nini? Suna zote hizi utasali wewe ukienda kule. Ima ukifika kiongozi anasema jamani tuna dakika 10 tu, dereva akatupa dakika 10. Kwa hiyo tushatia udhu wetu, na ni vizuri tutie udhu tukitoka mahotelini. Sawa, mpaka uwe tumetokwa na udhu njiani, tumetokezwa na dharura, lakini udhu Mtume kaagiza tutie wapi? Tunapotoka mahotelini. Alafu tukiingia pale, ima nafika na tahiyatul masjidi, halafu nasali sunatul haja au tasali sunati duha, tuomba dua zako ukiwa masjidi Quba. Lakini sala yoyote unayosalia pale katika msikiti ule inalipwa malipo ya nini? Umra. Anayesali masjidi Quba analipwa kafanya umra kamili. Hadithi sahihi, haina mushkeli na imamu yoyote. Ule msikiti Mtume alikuwa akienda kuuzuru kila siku ya Jumamosi. Sawa, kila siku ya Jumaa ngapi? Anaenda. Ima anakwenda kwa miguu au anakwenda kwa kipanda. Sasa tulipokuwa tukiishi pale Madina tulikuwa tukienda kila Jumamosi. Tumejipanga kwa sababu tumelelewa na watu wa malezi ya ibada. Kwa hiyo unapata ukilelewa na watu wenye malezi, na wewe unapata athari zile. Hatukose kila siku ya Jumamosi lazima tuko pale. Ukiona hatuenda Quba, hatuenda Masjid Quba, uje tuko Maka. Tulienda Alhamisi, Ijumaa, Alhamisi, Ijumaa tumesali kule, tumebakia kule, tumerudi Jumamosi, hatujawahi kuja Quba. Lakini kama tunarudi mapema, tunarudi Ijumaa, basi jioni saa 10 tunaelekea zetu Quba kila siku. Tunafahamiana? Hiki jamani kipengele kinachofanya msikiti wa eneo la Madina liwe takatifu. Kuna msikiti gani? Kuna Masjid Quba. Kwa hiyo ndani ya mji wa Madina kuna misikiti mitukufu miwili. Mmoja msikiti wa Mtume na mwingine msikiti gani? Masjid Quba. Tunafahamiana jamani? Ile aya inasema la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin haqqan an taquma fi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ndio msikiti huu hapa umeteremshiwa aya. Waliposema jenga masjidi dhirara, msikiti wa madhara, kuzuru watu, kwamba umejenga Mtume aje wamwalike Mtume aje ufungua ule msikiti wamuue ndani ya nini? Mtume akaambiwa usende kujikusali kwenye msikiti ule. La taqum fihi abadan. Aslan usende kwenye msikiti ule kusali. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaqqa an taquma fihi. Msikiti ulioasisiwa kwa misingi ya uchamungu, walijenga kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah. Huo ndio nenda kafanya. Kaswali msikiti huo ni Masjid Quba. Umeshushiwa fi rijalu yuhibbuna yatatahharu. Mle mna watu wanapenda kujitakasa na kujisafisha. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Mungu anapenda watu wenye watu wasafi. Watu wasafi wa nyoyo zao na mazingira yao. Mungu anapenda watu wao. Kwa hiyo Masjid Quba tutakwenda kufanya ziara. Eneo la pili jamani hilo tutakalo kwenda kufanya ziara katika mji wa Madina. Na nakutajieni kwanza maeneo yaliokuwa mashuhuri. Maeneo yametajwa na Mtume tukafanya ziara kwa amri. Sawa Kuna maeneo tunakwenda kufanya ziara kama ni matembezi, kumbukumbu za Kiislamu, lakini hapana amri ya kwenda pale. Sisi tunafahamu. Haya ninayoyataja ni maeneo yenye amri kwamba lazima twende pale tukafanya ziara tukienda mji wa Madina. Sehemu ya mwisho ya tatu. Sehemu ya tatu ni ziara ya Uhud. Ziara ya wapi? Uhud. Tutakwenda kufanya ziara ya Uhud. Kule tutaelezwa vita vya Uhud kwa ujumla vizuri. Siku ile tunataka kwenda kufanya ziara kesho, leo tutaambiwa ziara tunaenda kufanya 1 2 3, tutaelezewa mambo yote. Tumefahamiana vizuri? Jamani, vita vya Uhud ni katika vita vikubwa vya pili katika Uislamu baada ya vita vya Badri. Vita vya Badri nafikiri vimefanyika mwaka wa pili, vita vya Uhud mwaka wa 3 nafikiri, kama sijakosea zile tarehe. Kwa hiyo katika vita vya Uhud ndio amezikwa Sayyidina Hamza, tunamjua ami yake Mtume, yule ambaye aliuliwa na Wahashi. Tunamuona hata katika michezo tunaonyeshwa
Sayyidina Hamza ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliyemuua Sayyidina Hamza alisilimu, sawa? Alifanyaje? Lakini alikuwa akikaa mbele ya Mtume moyo wake hauwezi. Tunafahamiana vizuri? Mtume sallallahu alaihi wasallam moyo wake alikuwa hauwezi, alikuwa hamruhusu akae mbele yake. Sikashasilimu tayari Muislamu, anaumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani akimuona huyu aliyemuua Hamza, sikashasilimu ni Muislamu, akimuona huyu anamkumbuka Sayyidina Hamza, anamuumiza moyo wake. Mtume hazui, machozi yanamtoka. Akafahamishwa kwamba anapokuwepo Mtume sallallahu alaihi wasallam asikae mbele yake au anakaa pembeni. Mtume alikuwa anaumia, anampenda sana Sayyidina Hamza. Na ndio maana Sayyidina Hamza pale Uhud anaitwa Sayyidu Shuhadai. Sayyidu Shuhadai maana yake bwana wa mashahidi. Bosi wao ni Sayyidina nani? Sayyidina Hamza. Kaburi lake lipo, mtaenda mtaliona. Na Sayyidina Musa bin Umair wako wale makaburi yao, mtaenda kuyaona. Kumezungushiwa ukuta kama vile Mwanakorekwe, lakini kuna vioo vya plastiki nje, tunaona ndani moja kwa moja. Tutaona yote. Tutaenda katika vita vya Uhud na tutasimulia habari ya vita vya Uhud. Vita vya Uhud jamani, ni mada inajitosheleza, watu wakaizungumze, wajifunze aliyomo ndani ya vita vya Uhud. Kuna mafunzo mengi katika Uislamu. Lakini ziara sehemu nyingi, Mtume, ndugu mahujaji, alikuwa akienda Uhud, katika sehemu alionekana Mtume analia sana akienda kuzuru shuhada Uhud. Akienda kuwazuru mashuhadai wa Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analia sana. Analia mpaka mwili wake unaroa machozi wakati anawazuru watu hawa. Sayyidina Hamza. Tumefahamiana jamani? Sisi tutakwenda kuzuru Uhud, tutapelekwa. Hizi sehemu tatu ndio kutajieni ndugu mahujaji, ndio sehemu mashuhuri zimeamrishwa ni ziara. Yaani tukienda pale tukazuru, sawa? Quba na wapi? Baqi, sawa? Sawa na Uhud. Sisi tumefahamiana vizuri? Sayyidina Uthman bin Affan yuko Baqi. Sayyidina nani? Uthman bin Affan kazikwa wapi? Baqi. Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar kazikwa wapi? Pamoja na Mtume kwenye chumba cha Mtume ndani ya msikiti wa nani? Sawa? Sayyidina Ali yuko Iraki. Sayyidina Ali yuko Iraki. Kwa usije ukauliza maswahaba wanne wale wa Mtume wako wapi? Wawili wako na Mtume mwenyewe ndani ya nyumba yake, chumba cha mama Aisha, wamo huko ndani. Tumefahamiana? Na mama Aisha baada ya kufa Mtume alikuwa akikaa mle mle kwenye kaburi la mule ndani ya kaburi la Mtume, na akikaa mle mle kwenye chumba chake. Alipokuja kuzikwa baba yake ndo akahama. Baada ya kuzikwa nani? Baba yake na Mtume pembeni, ndo akahama mle ndani. Lakini kabla ya kuzikwa baba yake alikuwa akiishi huko kwenye kaburi la Mtume na mume wake. Tumefahamiana vizuri? Haya. Wako wengi walozikwa, Bibi Fatuma kazikwa Baqi, sawa? Na wengine wajukuu wa Mtume wako pale, lakini akiwa hayumo nani? Sayyidina Hassan na Hussein, wao si wako wapi? Wako Iraki, si ndio? Lakini wengine hao wamezikwa pale. Sasa hizi sehemu tatu ndugu mahujaji, nitakutajieni kwamba ni katika ziara tutakazokwenda wapi pale Madina. Ziko ziara ambazo tunakwenda kisheria kwa kutumia kiasi, tunapata thawabu. Tutakwenda kuzuru Masjidi Qiblatain, sehemu Mtume ambaye alikuwa anasali sala ya dhuhuri, akageuzwa ndani ya sala moja, akageuzwa vibla hivi viwili. Alikuwa anaelekea Palestina, akageuzwa akaelekea Maka. Tutakwenda kuzuru msikiti huu, tutapita, sawa? Tutakwenda kuzuru Ahzabi, vita vya Ahzabi viko hapa karibu na Masjidi Qiblatain pamoja. Vita vya Ahzabi, vita vya makundi, na hii ni mada inajitosheleza. Tutakwenda kufanya ziara hapa, sawa? Hapa pana msikiti unaitwa Masjid al-Fath, msikiti wa Mtume. Upo msikiti mpya wamejenga mkubwa, wanaita Jamiul Khandaqi, wameuita jina hilo. Lakini pembeni ya mlima kuna kisikiti kidogo kinaitwa Masjid al-Fath, ndio msikiti aliokuwa akikaa Mtume mwenyewe wakati wa mapambano hivyo vita vya Ahzabi.
kwa sababu vita vya Ahzab havikupigana, walikimbia makafiri. Sawa Mungu alileta upepo. Hiyo vita unaambiwa Sayyidina Salman al-Farsi katoa rai ya kuchimbwa handaki, ndio hivi. Walikimbia makafiri. Tutakwenda kuzuru hapa pia, sawa Tukitoka hapo tutakwenda kuzuru pia, Mungu akipenda tutakwenda kuzuru vita vya Badri. Tutaenda kutembea sehemu vilivyopiganwa vita vya nini? Na huku ndo mbali kuliko sehemu zote. Tumefahamiana masaa nafikiri hapungui masaa 3 mpaka 4 kwenda na kurudi. Kutoka Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea mpaka wapi? Mpaka uwanja wa Badri. Wale walikwenda mwaka jana wamefika, imeonyesha wameona watu 14 wamewekewa ubao pale majina yao wote walokufa katika vita vya Badri. Na uwanja wa vita vya Badri tumeona pale, umekwenda tumezungumza pale habari za vita vya Badri kwa ufupi, watu wamefahamu. Kule nako tutakwenda kufanya ziara. Sawa Ukimaliza ziara hizi nilizozitaja, nimetaja Baqi, nimetaja Quba, nimetaja na Uhud, sawa nimetaja Masjid Qiblatain tutakwenda kuzuru. Tutakwenda na 7 masajid, vita vya Handak, vita vya Ahzab, yote na jina moja. Tutakwenda na kwenye uwanja wa vita vya nini? Vita vya Badri. Tukitoka hapo, ndugu mahujaji, mule ndani ya msikiti mule ndani ya msikiti kuna sehemu tutapita, sijazitaje. Tutapita Masjidi Ghamama, Masjidi nafikiri mmekwenda, walokwenda mwaka jana. Masjidi al-Ghamama, msikiti wa mawingu, ndio maana hilo neno. Masjidi al-Ghamama wakati wa msikiti wa Mtume, wakati wa Mtume mwenyewe, pale kwenye Masjidi al-Ghamama palikuwa kama ndo uwanjani, yani nje ya mji. Wakati wa uhai wa Mtume pale Masjidi ndo hapo kwa hapo, utaenda kuona hapo kwa hapo, lakini kama kwamba ndo nje yani ya mji. Pale ndo palisaliwa sala ya kuomba mvua. Tumefahamiana? Sala ya nini? Ya kuomba mvua. Wakati anatoma hutuba Mtume, anawatolea watu hutuba kwa sababu ni nje ya mji kwenye uwanja. Wakati anasoma ile hutuba, jua likawa linamsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenye macho. Tumefahamiana vizuri? Linampiga jua kwenye macho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anasumbuka. Kilichofanyika, Mwenyezi Mungu alileta wingu akalizuia lile jua. Sawa? Lisimpige Mtume asisumbuke wakati anasoma hutuba. Ukaitwa Masjidi msikiti wa mawingu. Tutaenda kuzuru hapa, watu wanasali. Siku hizi ushafunguliwa. Zamani ulifunguliwa, wakafunga, sasa hivi wamefungua kwa sababu wameweka kama mambo ya makumbusho. Lazima watu waingie na nini? Vitu kama hivyo. Na pembejengwa kwamba ni sehemu ya biashara, pembeboreshwa pako katika utaratibu wa kileo. Vibanda vya chipsi, kuku, si vitu gani, mambo ya stream, kila kitu. Msitu wote umezunguka, umeboreshwa. Kuna sehemu za kupumzikia, kumepandwa miti, yani sehemu za kama Forozani hivi. Tutakwenda kutembelea Masjid Ghamama. Ni sehemu mara moja tunapita, mtakuwa mnapita kila siku. Mtu akitaka kusali kila mara atakuwa na sala, akitoka zake msikitini na mwenzake wanasali, wanakuja zake wanaenda zao hoteli. Tunafahamiana jamani? Lakini sehemu nyingine tutaenda kuizuru kwa mle ndani, hatupandi gari. Ni Bani Saqifa. Bani Saqifa. Sawa? Bani Saqifa kwa hapa sasa hivi tunaita Kisonge. Sehemu ya wazee wa mji ule, historia, wana mambo yao ya kimji, wako pale. Sawa Kama maskani ya Kisonge ndo Bani Saqifa, yani mfano wake. Mji mzima wa Madina, watu wenye heshima zao, wazee wakikutana wapi? Bani Saqifa. So kwa Saqifa, Bani Saqifa kwa sin. Umefahamiana? Sasa hivi pia pemeboreshwa, miti ile yote ya zamani imeondoshwa, pemeacha kijialama kidogo tu. Tutakwenda pale, watu watapaona Bani Saqifa. Hizi ni sehemu za ziara. Tutapanga jamani, leo tukitoka msikitini asubuhi tunakutana geti namba 9. Wanawake tunakutana geti namba 9 na wanaume sote. Tusalini pamoja. Tukimaliza tu, maana inapendeza kufanya mzunguko ule kabla ya nini? Ya jua la kuwa kali. Ikifika saa 1, saa 2 jua kali. Kwa tukimaliza sala alfajiri, watu wameshamaliza nyiradi zao, jua halijatoka. Tunakutana sote, tunazunguka bali.
Sawa tunazunguka, tunaanza kuzunguka msikiti wote, tunaonyeshana huku kwa wanawake, huku kwa wanaume, msikiti una minara 10 huu jamani, wote tunauzunguka wote. Sawa, tukimaliza tunaenda hapo Masjid Ghamama, tukimaliza tunaenda Bani Saqifa hapo, tukimaliza tunakuwa tumemaliza ziara ya pale. Kwanza ziara ya pale tutakuwa tumeimaliza pamoja na kuingia pale Baqi. Tumefahamiana uzuri ndugu mahujaji, nimekutajieni haya maeneo kwa maana gani? Nimekutajieni haya maeneo kwamba haya maeneo yanajenga utukufu wa mji wa Madina. Ni miongoni mwa dondoo na vipengele vinavyoonyesha utukufu wa mji wa Madina. Naomba nimalizie, na katibu kaja akaniashiria kwamba muda umemaliza. Mambo yangu bado mengi, lakini naomba nimalizie kwa kusema hivi, ndugu mahujaji, niliona nizitaje hizo ziara hizo ziara hapo, nimezitaja karibuni 6 kubwa, alafu 3 ndogo. Ya kwanza kuuzunguka msikiti wa Madina, ya pili Masjid Ghamama, ya 3 Bani Saqifa. Sawa, ni vitu vidogo, tutatembea kwa miguu tu pale msikitini tu, tunazunguka kama ziara, kuona historia ya eneo lile la eneo takatifu la msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa naomba nimalizie tu vitu viwili na vitaje. Kitu cha 8 cha 7 ilikuwa nakusudia kutaja kuishi katika mji wa Madina kuna fadhila kubwa. Kuishi katika mji wa Madina kuna nini? Fadhila kubwa. Mtume akasema man shaa ayamuta fil madina falyafal, anayetaka kufia Madina na afanye hivyo. Anayetaka kufanyaje? Wewe hutaki kufia Madina, hujaji, unaenda kule na hutaki, basi ukifika kule mwambie ya Rabbi jaal mauti fi harami rasulika, kama alivyosoma Sayyidina Umar. Mnaweza kuomba dua hiyo nzito wakati wewe ushachoka hivyo, ujue hii je ishakuchosha huko lakini hapo Mungu anapotaka ishakujalia wewe. Tumefahamiana jamani ushachoka hija, ushaifanya, ushachoka hapo, unawaza nyumbani. Mwenye mume anawaza mke huko, mwenye mke anawaza mume, si ndio? Mwenye watoto anawaza watoto nyumbani. Jamani, kila mtu ana hamu kubwa, shauku kubwa kurudi nyumbani. Tumefahamiana vizuri. Alafu shekhe asimame katibu akwambie maisha ayamuta fil madina falyafal, anataka kufia Madina jamani, aombe dua afe Madina. Unaweza kuiomba dua hiyo? Ngumu. Utasema mimi bado nina mume. Ndio mimi bado nina mke, dua hii ngumu kwanza hii. Watoto wangu wadogo. Jamani, msishtuke. Hii hadithi ina mafuhumu aina mbili. Mafuhumu mengine ni haya: anayetaka kuja kuishi Madina mpaka mauti yake yamkute hapa, falyafal. Si wametoka watu Syria, wametoka wapi? Ina mafuhumu mengine. Na hii ndio iko wazi kuliko hiyo ya mwanzo. Tumefahamiana vizuri. Kuna watu wanatoka Syria, wanatoka wapi, anaishi pale, mjalie maisha yangu yawe hapa. Ndo katoka kajipanga, anahamia ndani ya mji wa Madina. Sisi kuishi kule tabu, gharama kubwa. Wale watu wa Syria nafikiri na wa Yemen wana msamaha maalum katika mambo ya kodi ya serikali. Pia matajiri wanaambiwa wasaidie wale, kwa sababu ni wakimbizi, nchi zao zina vita na nini kama hivyo, wanakimbilia pale. Kwa hiyo ina maana hiyo pia jamani, anataka kuja kuishi Madina mpaka mauti yamkute Madina, siku yake ya kufa imkute Madina. Sawa, hii tafsiri imeepuka ile tafsiri ya kusema Rabbi nijalie nifie hapa kwa mtume. Ingawa inajuzu mahala patukufu, najalia mauti yangu hapa. Wangapi wameomba wamefia pale? Sawa, hichi kipengele kingine. Kwa hiyo mji wa Madina una utukufu kuishi pale. Kwa nini mtume akasema hivyo? Anasema Mtume sallallahu anasema kwamba anayekufa ataifia Madina, fa inni kuntu shafi'an lahu yawmal qiyama, mimi nitakuwa muombezi wake siku ya kiyama. Anayefia wapi? Madina. Anayefia Madina atakuwa mtume atamuombea siku ya kiyama. Ni fadhila na faida ya kuishi katika mji wa Madina. Namalizia kipengele kingine cha 8, ni baraka ya chakula cha mji wa Madina. Mji wa Madina umeombewa baraka ya chakula. Naomba nisome hadithi ya mtume, nasema hivi: Allahumma, ewe Mola wangu, barik lana, tubariki sisi, fi thamarina katika nini? Matunda yetu yatie baraka, chakula chetu tuwe kina baraka cha mji huu. Wazee mnajua vizuri maana ya baraka.
chakula kiwe kina faida, mtu akila chakula kinaleta manufaa, sawa. Chakula akila kinatosha, kiwe kupatikana kwa wepesi, sawa. Riziki zile ziwe wepesi kupatikana na kadhalika. Ndio anachokiomba nani? Mtume sawa. Alafu akasema wabariki lana fi mudina, fi madinatina, mji wetu wa Madina tufanyeje? Tubariki mji wa Madina, tutilie baraka. Wabariki lana fi sa'ina wa fi mudina, katika vipimo vyetu pia tubariki. Watu wasifanye ghushi, dhulma, tubariki viwe vina baraka. Atakachopimiwa mtu atakachokipata kiwe kina kheri na yeye. Anaomba dua hiyo, mtume anaombea Madina. Mji wa Madina unaombewa dua na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho akasema hivi, Allahumma inna Ibrahima abduka abduka wa rasuluka wa khaliluka. Kasema maneno matatu. Ibrahim ni mtume wako, ni mja wako, mtume wako na mpenzi wako, mwandani wako. Tumefahamiana? Halafu akasema wa inna wa inni abduka wa rasuluka, na mimi ni nani? Mja wako na mtume wako. Halafu akasema wa inau daa li Maka. Ibrahim kaiombea dua ni mji wa Maka. Si tumeisoma ile dua kwenye aya? Ndio hii inayozungumzwa hapa. Ibrahim kauombea dua mji wa nini? Wa Maka. Wa inni ad'uka, na mimi nakuomba Mola wangu lil Madina, na kuomba kwa ajili ya Madina. Yale alokuomba. Tena anasema bimithli da li Maka mithlahu ma'hu. Kwenye hadithi nyingine anasema mara mbili. Naomba kile alichokiomba Nabii Ibrahim Maka, na kiomba Madina kiwe mara ngapi? Mara mbili yake. Umesikia dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kipengele cha 9 cha mwisho, ndugu mahujaji, na sio kipengele cha mwisho, nimeweka viwili. Cha mwisho ni kukingwa mji wa Madina. Muswanatun min tauni wa dajjal. Maradhi ya tauni na dajjali. Mji wa Madina umekingwa kama tulivyosoma Maka. Dajjali haingii Maka wala haingii mji wa Madina, haingii. Kasema kwa sababu pembeni ya ncha za Madina malaika wamekaa wanalinda, haingii. Hayo maradhi hayaingii wala hakuingii Dajjali, mpotoshaji watu huyu, haingii wapi? Haingii Madina. Hichi ni kipengele cha 9, na cha 10 ni kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam kupatikana katika mji gani? Mji wa Madina. Maka tunapata Al-Kaaba, ndani ya mji wa Madina tunapata kaburi la nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja nilikwambieni kuna mjadala mrefu umefanywa na wataalamu. Al-Kaaba na kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipi kitukufu? Wanachuoni wamezunguka, mwisho wake wameangukia kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam litakuwa tukufu kuliko nini? Al-Kaaba. Ina maana ndefu, ina mambo mengi katika kusema namna hii. Ndugu Waislamu, naomba haya mambo 10 niliyotaja, nilikusudia kutaja baadhi ya dondoo. Yako mambo mengi ya utukufu wa mji wa Madina, lakini miongoni mwa mama ya mambo hayo ni haya 10 ambayo tuliyotaja. Haya yanatengeneza utukufu wa mji wa Madina. Kwa hiyo tutakapokwenda Madina tujijue tunakwenda kwenye mji gani. Tunakwenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunakwenda kusali ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunakwenda kufanya ziara takatifu zilizotajwa na sheria katika mji mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tukienda pale twende tukamsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi, lakini twende na imani ya dhati thabiti kwamba tunakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tupate na sisi baraka zake, kwenda kukanyaga msikiti wa Mtume, ardhi ya Mtume, tunakwenda kulizuru kaburi la nani? La Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunafika mahala pake. Huu ni utukufu wa aina yake. Tumefahamiana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Inshallah nafikiri tumuombe Mwenyezi Mungu atufikishe salama, fanye ibada zetu ya hija vizuri,
na aipokee ibada yetu, lakini pia tupe fursa kwenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuweze kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na tupate neema na fadhila na utukufu kwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, naomba ukumbi, na kama kutakuwa kuna maswali na mengine ataendesha katibu hapa na alobakia, alafu tena kilichokuwa kitakachofuatia katibu atatueleza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.